Majina yangu ninaitwa Omari Maje, ni mkuu wa division ya elimu ya awali na msingi halmashauri ya manispaa ya Singida. Leo tumefanya ufuatiliaji katika shule zetu za manispaa, na katika shule ambazo tumezipitia tumeona tulikwenda kuangalia siku ya kwanza shule ilipofunguliwa, turn up kwa upande wa wanafunzi, walimu, lakini na kuanza mchakato mzima wa ufundishaji kwa maana ya mwaka huu wa kwanza. Kwa kifupi tulio ya baini huko ni idadi kubwa ya wanafunzi ambao sasa wanaandikishwa darasa la kwanza na darasa la awali, na tumeona wazazi wengi wakileta watoto kwa ajili ya kuandikishwa darasa la awali na darasa la kwanza. Mfano, tumefika shule ya Misuna, mpaka leo asubuhi walikuwa na 61% kwa darasa la awali, lakini 68% kwa darasa la kwanza. Na baada ya hapo tukaenda shule ya msingi Ukombozi, wao kwa darasa la awali wameshafika 60% na darasa la kwanza 79%. Tumeenda pia shule ya msingi Nyerere ambapo kwa darasa la awali wameandikisha kwa 77% mpaka asubuhi hii, lakini pia kwa darasa la kwanza wamevuka malengo, wameandikisha zaidi ya idadi ya wanafunzi ambao ilitakiwa na 140. Lakini tumeenda Muganga vile shule ya msingi darasa la awali 85% na darasa la kwanza 70%. Kwenda mbele ambako ndo hapa ambapo tuliko, wao darasa la awali wameandikisha kwa 90% na kwa darasa la kwanza 90%. Hali ya uandikishaji kwa leo, kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa jamii. Tumekuta watoto wengi wakiletwa kwenye shule hizi lakini pia kwa upande wa ufundishaji tulikubaliana wakati tunafunga shule mwezi wa 12 Disemba hiyo 2025 kwamba siku ya tarehe 13 ni siku ya kwanza kufundisha, na tumeiona hii wakati wa ziara. Walimu wote wako madarasani wanafundisha na wana nyaraka zote za kufundishia kwa maana ya maazimio na maandalio. Kwa tumeanza vizuri, lakini pia wiki ijayo Jumatano na Alhamisi tutakuwa na mtihani wa kwanza wa kupima uwezo wa wanafunzi ambao tunao kwenye madarasa ya mitihani. Huo mtihani tunaita postmortem, ni mtihani wa afisa elimu wa manispaa. Kwa ujumla tumeanza vizuri na walimu wanachapa kazi na wana ari ya kufanya kazi. Kwa hiyo tunaamini tutafanya vizuri sana mwaka huu. Kwa majina naitwa Mwalimu Edina Daudi, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Imbele iliyoko manispaa ya Singida. Kwa ujumla mwaka huu mwitikio wa wazazi umekuwa ni mkubwa sana. Uandikishaji pia unakwenda vizuri. Wazazi walikuwa wamejaa kwa wingi asubuhi ya leo, lakini tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi tumeandikisha darasa la awali watoto 90%, lakini pia na darasa la kwanza 90%. Sisi kama walimu tumejipanga vizuri, tumejiandaa vizuri kufanya kazi. Kimsingi hapa ni kazi tu. Walimu wako madarasani wanaendelea na kazi. Tunaamini wasubiri matokeo. Matokeo ndio yatasema, lakini pia hata kwenye upande wa lishe, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vya msingi vya kuzungumzia. Upande wa lishe pia tuko vizuri. Kwa leo tuna 90% pia na 9. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri. Kwa jina naitwa Anifa Juma, nakaa Minga. Unaonaje uandikishaji wa mapokeo ya walimu? Matokeo hapo vizuri, shule iko vizuri, walimu naye pia wanatupokea vizuri. Kwa kweli shule inaendelea vizuri, wanatusii ambao hawajaandikisha waendelee kuandikisha, wanafunzi waendelee na shule. Jinsi walimu walivyopokea, wametupokea vizuri, wana maneno mazuri, wana ukarimu pia. Mimi naitwa Lucia, niko hapa Singida. Kwa jinsi ulivyomleta mwanao hapa shuleni, mapokezi umeonaje kwa walimu? Kwa kweli namshukuru Mungu,
Mapokezi nimepokelewa vizuri. Namshukuru Mungu, mazingira yameboreshwa. Tunashukuru serikali ya sasa hivi iko vizuri kwa kweli. Unachukua kama muda gani mtoto kusajiliwa, yani mtoto kuna nini kupokelewa? Kwa kweli mimi hata sijachukua muda. Nimechukua tu nusu saa hapa, dakika kama 15. Kwa kweli namshukuru Mungu, nikawa nimemaliza jambo langu. Kwa majina naitwa David Maiga. Mzazi wa Anuari. Nilivyo kumleta mtoto wangu asubuhi, wamenipokea vizuri shuleni, na mapokezi ya walimu shuleni ni mazuri. Na shule inalizia. Na ina ubora wake, ukombozi. Kwa hiyo umeridhishwa kiujumla na? Na mazingira ya shule nimeridhika nayo, labda mtoto ndio afanye mambo yake tu ya uzembe, lakini shule yenyewe inalizia mtoto kupata elimu bora. Alhamdulillah, mapokezi ni mazuri, yako vizuri kwa kweli. Nimefurahia mapokezi yako vizuri. Nilienjoy kwa sababu walinipokea vizuri na nilikaribia vizuri na wanafunzi wao walimpokea vizuri. Kiukweli hatukuchukua muda wala hatukuchukua masaa, ni kama dakika 5-7 tukawa tumemaliza. Naitwa Aisha Ramadhani Dude. Wako vizuri, hawana shida. Wanapokea vizuri na wanaelekeza. Kuna changamoto yoyote labda ambayo umeshaiona? Hapa hamna. Haya.